Mtazamaji wa Dodoma City TV, karibu katika kutazama mfululizo wa matukio ya wiki kutoka jiji la Dodoma kuanzia Aprili 4 hadi Aprili 10, 2026. Haya ni miongoni mwa matukio yaliyochukua uzito. Nitakayasoma ni mimi Nancy Kivuyo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Serikali imeendelea kusisitiza umuhimu wa familia, wadau na jamii kwa ujumla kutambua na kulinda haki za watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani, huku ikihimiza watendewe kwa usawa kama watoto wengine wote. Akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa ofisi ya serikali ya mtaa Nkuhungu kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Dr. Dorothy Gwajima alisema ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha watoto hao wanapata haki zao za msingi na kuishi maisha yenye staha. Lengo la maadhimisho haya ni kuhamasisha jamii, wadau na familia kuzuia watoto kwenda kuishi na kufanya kazi mitaani, kuwezesha jamii na wadau wote kutambua na kulinda haki za watoto hao ambao tayari tunawaona wanaishi na kufanya kazi mtaani, kuhakikisha wanapata haki zao: matunzo, elimu, huduma za afya na usalama kama watoto wengine. Mwaka huu wa 2026 maadhimisho haya yatafanyika katika mikoa yote nchini na kauli mbiu ni malezi na ulinzi wa mtoto, wajibu wetu sote. Kauli mbiu hii inahimiza kila mdau ikiwemo familia, taasisi za dini, mashirika yasiyo serikali, sekta binafsi, mashirika ya kiraia na wananchi kwa ujumla kushiriki kikamilifu katika kuhakikisha watoto wanalelewa katika mazingira salama yenye upendo na maadili mema yanayozingatia mila na desturi za Kitanzania. Na hapa nimefurahi kuona viongozi wa dini. Naweza kusema tu bila kuongeza nguvu ya viongozi wa dini kufanya kazi yao ipasavyo na kuwafikia watu wengi sana, wakasimika sheria kuu ndani ya fikra za watu kwamba wameumbwa wanafanana na Mwenyezi Mungu. Hilo ni jukumu lao na wajibu wao kutenda yale Mwenyezi Mungu ambayo amekusudia yaliyo mema. Hii kazi itakuwa ngumu sana. Kwa hiyo lazima tushirikiane na viongozi wa dini toka wako wadogo, wanalishwa nini. Kampeni za kidini pia hapa zinahitajika, sio kampeni zetu tu za kiserikali. Nilitaka niliseme hilo kuhusu ushirikiano wa wadau. Mkuu wa wilaya ya Dodoma Alhaji Jabir Shekimweri amesisitiza kuwa malezi bora ya mtoto yanapaswa kuanza mapema tangu akiwa tumboni, akieleza kuwa msingi wa makuzi ya mtoto hujengwa katika hatua za awali kabisa za maisha yake. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya afya na lishe ya mtaa Saliki katika kata ya Mnadani, alisema kuwa wazazi na walezi wanapaswa kubeba jukumu la msingi la kulea watoto kwa karibu, kuwapatia upendo, uangalizi na maadili mema yatakayowawezesha kuwa raia wema baadaye. Tuangalie maadili ya watoto na tuwasaidie kwenye kukua. Mambo ya lishe sawa kabisa, ziada yake ni makuzi ya watoto, na hili wanaliita malezi. Sasa malezi wengi tunayafahamu kwa juu. Nipende dakika moja tu nigusie malezi yanabeba vitu gani kwa umuhimu wake. Cha kwanza ni kweli malezi yanabeba kinachoitwa ukuaji wa kimwili. Wale tuliona pale mtoto anapimwa urefu, anapimwa uzito, tunakagua na umri, si ndio? Tunaangalia ukuaji wake wa mwili unaendana na uzito wake, unaendana na umri wake, na kwa hiyo mwili unakuwa sawa sawa ama kuna changamoto. Kama kuna changamoto ya lishe, anashauriwa mzazi, tunapata marekebisho. Ya kwanza, ukuaji wa mwili. Ndio maana mtoto mwenye miaka 10 akiwa na urefu na uzito unaofanana na mtoto mwenye miaka 2, hapo tuna mgogoro mkubwa sana. Unaitwa udumavu katika ukuaji. Kwa hiyo la kwanza na la msingi, ukuaji wa kimwili. Lakini ya pili ni ukuaji wa kiakili.
Sasa wako watoto ni wadadisi sana, kadogo kanajua hesabu, kanamuuliza mama, kanamuuliza nini, kadadisi hivi. Mzazi badala afurahie mtoto wake ni mdadisi, wengine tunawavunja moyo. Wewe una maswali mengi sana, wewe kamuuliza mwalimu wako, kamuuliza nini? Kwa sababu pengine wewe maswali hayo huyajui. Sisemi kwa kuabeza, ashakumu sema tusi, lakini ukiona mtoto wako ni mdadisi, mshukuru Mwenyezi Mungu. Ukute ana kipawa kikubwa sana. Kinahitaji tu apate lishe nzuri, apate muda wa kucheza, asaidie vitu vya kumsaidia akili yake kufanya nini? Kukua. Na sio kumfunga na kukuza kuzuia ukuaji wa akili yake. Kadiri anavyokuwa mdadisi na kupata majibu sahihi au kusaidiwa apate majibu sahihi, pengine ndani yako unamtunza kiongozi mkubwa sana au mvumbuzi mkubwa sana au mtendaji mkubwa sana. Lakini na tatu ni ukuaji wa kihisia. Hii ni sehemu pia ya malezi. Je, upo karibu na watoto wako? Afsalisha alikuwa anapongeza leo kwamba siku ya leo pia naona wanaume wengi. Mimi sioni kama wako wengi sana. Na macho yangu yaoni vizuri. Naona wengi hapa na kina mama. Wanaume lazima tuanze kuambiana ukweli. Tunajitengenezea hatari kubwa sana tutakapozeeka. Watoto wamezaliwa na mama. Mtu wa kwanza kumuona baada ya kujifungua macho yake yanatoka mama yake. Ana shida anakimbilia kwa mama. Sijui chakula mama. Anataka ada japo anaitoa baba pia anapitia kwa nani? Kwa mama. Wewe mzee uko mbali tu, yani kliniki leo haupo. Sariki sijui haupo. Visiting day shule kule haupo. Huo ukaribu wako na mtoto unapatikana wapi? Kwa hiyo baadaye kwenye maisha yake akaa anafanya reflection, hakuoni. Huona kuja kumchapa tu amekosea, sivyo? Kwa hiyo tuwe karibu na watoto wetu, wazazi wa kiume, wazazi wa kike na jamii kwa ujumla. Kwa upande wao, wananchi walishukuru serikali kuwasogezea huduma za afya, pia kuwapatia elimu ya lishe. Naitwa Mary Victor, mkazi wa Matuli, Dodoma Ndachi. Zoezi hili linazungumzia vizuri kwa sababu limeturahisishia si wakazi wa huku. Kwanza, huduma hizi zilikuwa zinapatikana mbali. Kwa hiyo tunashukuru kwa serikali kutufikiria kuhusu swala hili. Sasa ni si wajawazito wenye watoto. Tunashukuru kwa zoezi hili. Muhimu wa lishe kwa mama mjamzito ni kusaidia kuweza kujifungua mtoto aliyokuwa bora na salama zaidi. Maana usipotumia vizuri lishe inakuwa ni changamoto kwa mtoto kutoka akiwa hana ule ubora wa mtoto, niseme labda kwa hivyo. Labda katoka bana matatizo labda ya afya, labda ya kiakili ya ulemavu. Kwa hiyo labda tukitumia lishe kwa ufasaha zaidi tunaweza kupata watoto ambao wanakuwa wana afya nzuri. Kwa majina naitwa Agata Legnard Kasika. Natokea Dodoma, eneo la Matuli. Kwa hii huduma walioleta saa hizi mahali hapa, tumeipokea vizuri na tunaielewa vizuri. Kwa maana hapa tunakuja kujifunza vitu vingi ambavyo tulikuwa tuvifahamu vingi sana hapa. Najua tutapata mafundisho mazuri. Ndio. Vyakula ninavyovizingatia, kumpatia lishe kama uji wa lishe nampatie. Na vyakula vingine vya mizizi kama viazi nampatia. Viazi vya aina zote mbili nampatia. Zoezi hapa natamani ili endelee, ndio. Tukiwa tunakutana hivi tunapeana ushauri, anatushauri kuhusu ukuaji wa mtoto, malezi na afya. Tumeifurahia hii huduma, tunatamani iendelee. Usiku wa kuamkia sikukuu ya Pasaka katika kituo cha afya Makole jijini Dodoma, jumla ya watoto 8 walizaliwa, ambapo watoto 7 walikuwa wa kiume na 1 alikuwa wa kike. Hayo yalisemwa na Dr. Amos Matajiri, ambapo alitoa takwimu za wazazi wanaofika kujifungua kila mwezi na kila siku, na kwamba wameendelea kutoa huduma hizo kwa ufanisi. Naitwa Dr. Amos Matajiri, ni daktari kutoka kituo cha afya Makole, hasa kwenye kitengo cha maternity, yani wodi ya wazazi waliokuja kujifungua na wale ambao wameshikwisha kujifungua tayari. Kituo cha afya Makole tunatoa huduma kwa wazazi kwa ajili ya kujifungua, na kwa mwezi wazazi takriban 500 mpaka 600 hivi wanajifungua. Takwimu ambazo kwa siku tuseme wazazi kuanzia 20 hivi wanajifungua hapa kwa siku.
Kwa kweli sisi tunawakaribisha sana kituo cha afya Makole kwa sababu tunatoa huduma nzuri kwa ajili ya kujifungua kwa wale wamama ambao wamekuja kwa ajili ya kujifungua kwa njia ya kawaida watasaidiwa, lakini pia tunatoa huduma za kujifungua kwa njia ya upasuaji. Upo upasuaji wa dharura ambapo mama ambaye anajifungua kwa njia ya kawaida kwa sababu moja au nyingine akishindwa kujifungua, basi kwa muda huo tunakwenda kumfanyia upasuaji wa dharura ili kumuokoa mama na mtoto. Lakini pia anaweza akafanywa upasuaji wa kupangiwa kwa wale ambao tunakuwa tunawaona katika kliniki zetu na tunaona kwamba wapo kwenye hatari ya kutoweza kujifungua kwa njia ya kawaida, au wakijifungua kwa njia ya kawaida wanaweza wakaishia kwenye hatari, basi tunawapangia operation za kupangiwa, tunaziita elective cesarean section. Tuna njia mbalimbali za kutoa huduma hasa kwa kutumia mfumo ambao mama akija tunamsajili kwenye mfumo na huduma zetu wanazipata kupitia mfumo wa serikali unaitwa Centralized Goteomis, ambapo kama atakuja kutafuta taarifa zake tena kwa ile namba ambayo amepewa, basi sisi tunamhudumia kupitia mfumo. Lakini pia tuna mifumo mingine ya kutumia token kwa upande wa wagonjwa ambao wanakuja na kuondoka, wanapata hiyo huduma ambapo hakutakuwa na zile foleni za kujua nani kaja saa ngapi. Kila mtu anayekuja anajiandikisha pale, anapata tokeni yake. Kwa hiyo mfumo wenyewe ndio utapanga nani aanze, nani afuate. Kwa hiyo tunakaribisha sana kituo cha afya Makole kwa ajili ya kupata huduma za wagonjwa wa nje, lakini wale ambao wamekuja kujifungua zinapatikana hapa. Karibuni sana. Naye mwananchi Pendo Anthony alifika hospitalini kupata matibabu alipongeza serikali kwa kuboresha huduma za afya. Pendo Anthony Mgari ni mkazi wa Ntyuka Sekondari. Mimi nimepokelewa jana asubuhi, nilikuwa naumwa, nimefanywa operation. Mimi na mtoto wangu tuko salama na huduma za hapa ni nzuri. Wauguzi na madaktari wana ushirikiano mzuri sana, wanapokea vizuri. Hata kama mtu yule ambaye atumii bima anahudumiwa kwanza afu atalipia baadaye. Huduma zao ni nzuri sana na washauri wasiogope, waje hapa Makole wahudumiwe vizuri kwa sababu wafanyakazi wa hapa wana huduma nzuri na ushirikiano mzuri sana. Kila taasisi katika jiji la Dodoma imetakiwa kuwa na vifaa vya kutunzia taka vinavyotenganisha taka hizo kulingana na aina yake kwa lengo la kuendelea kulinda mazingira. Hayo aliyasema mkuu wa kitengo cha usafi na udhibiti wa taka ngumu Dickson Kimaro alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusu umuhimu wa uhifadhi mazingira na usafi wa jiji. Kwa majina naitwa Dickson Kimaro, mkuu wa kitengo cha usafi na udhibiti wa taka ngumu katika halmashauri ya jiji la Dodoma. Na kama mnavyoona hapa sasa hivi halmashauri ya jiji la Dodoma tumeanza utaratibu wa kutenganisha taka katika ngazi ya jamii, na maelekezo ya mkurugenzi wa jiji la Dodoma alitoa maelekezo ya kwamba kila taasisi na ofisi za umma, hasa tukianzia na ofisi za kata, ofisi vituo vya huduma ya afya, vianze kutenganisha taka katika ngazi ya uzalishaji. Na hapa tumetengeneza dustbin ambazo zitakuwa ni za mfano, tukitegemea kwamba kila taasisi itatengeneza vitu kama hivi. Ukiangalia hapa tutakuwa na taka za kuoza, tutakuwa na taka rejeshi kama chupa za plastiki, lakini kwa tutakuwa na taka za vioo. Nitoe wito tu kwa wananchi wote na wafanyabiashara kutengeneza na kuwa na vyombo kama hivi. Lakini nitoe wito vile kwa wananchi, vyombo hivi si kwa ajili ya taka za kutoka majumbani au taka za kutoka kwenye biashara. Kuna utaratibu maalum wa taka za majumbani. Hizi ni wale wapita njia. Una mua wako umekula, unaweka hapa. Una chupa ya plastiki unaitupa mahali hapa. Una simu yako imeharibika, beti yako imeharibika, unaitupa pale. Kwa hiyo si kwa ajili ya taka za majumbani. Taka za majumbani zitaendelea na utaratibu wa kawaida, ambapo zitaondoshwa na vikundi vya usafi vinavyo, vitaondoshwa na makampuni tulio nayo. Kwa hiyo nitoe wito vile vile hata wadau mbalimbali ambao wanafikiria kwamba wanaweza wakasaidia na jiji la Dodoma katika kuliweka safi, basi wajitokeze kutengeneza vyombo kama hivi, lakini waungane na wenzetu wa Jambo kama ambao tumeona mahali hapa, kutupatia t-shirt na uniform kwa ajili ya wenzetu wanaofanya shughuli za usafi katika halmashauri ya jiji la Dodoma.
Nakushukuru sana, asanteni. Na katika michezo, timu ya Dodoma Jiji FC imeibuka na ushindi mnono wa mabao 3-0 dhidi ya Fountain Gate FC katika dimba la Airtel Singida katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uliopigwa tarehe 3 Aprili 2026. Katika mchezo huo, Dodoma Jiji ilionyesha kiwango kizuri tangu dakika za mwanzo na kufanikiwa kutawala sehemu kubwa ya mchezo, huku safu yake ya ushambuliaji ikiwa makini kutumia nafasi zilizopatikana. Mabao ya ushindi yalifungwa na Agustino Nsata, Idi Kipagwile na Yasin Mgaza waliotumia vema makosa ya wapinzani wao. Kwa ushindi huo, Dodoma Jiji imejikusanyia pointi muhimu na kuongeza nguvu katika mbio za ligi kuu, huku Fountain Gate kibaki na kazi ya kujipanga upya kwa michezo ijayo. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka hapo tumefikia tamati kwa taarifa ya matukio ya wiki tuliyokuandalia kwa wiki hii. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, ulikuwa nami Nancy Kivuyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.